Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena mzuri tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Ni taarifa kutoka Jeshi la Magereza Tanzania ambayo kwa sasa imegeuka kuwa gumzo kubwa Tanzania. Watu wanahoji ya kwamba Jeshi la Magereza Tanzania limeona nini kwenye barua au ujumbe wa mwenyekiti wa chama cha Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu kufuatia kifo cha muasisi wa chama cha Chadema Mzee Edwin Mtei, hadi Jeshi la Magereza Tanzania likaja kukanusha ya kwamba ujumbe huo ambao unasambaa kwenye mitandao ya kijamii kuwa ni ujumbe wa Tundu Lissu, ikidaiwa umetoka gerezani Ukonga, sio sahihi bali ni yenye kupotosha umma, na kwamba jeshi hilo linawasisitiza wananchi kuacha kutoa taarifa za jeshi au wale wanaohifadhiwa gerezani zenye mwelekeo wa kupotosha umma. Watu wanahoji ya kwamba barua hiyo ni ya kupotosha, haijatoka kwa Tundu Lissu. Lakini pia wakili Hekima Mwasipu ambaye ni wakili wa Tundu Lissu, yani ni mmoja wa mawakili wa Tundu Lissu, amekomenti pia kwenye peji ya Jeshi la Magereza Tanzania, akiandika kwenye ukurasa wa Instagram wa Jeshi la Magereza Tanzania baada ya kuposti taarifa hiyo ya kukanusha ya kwamba barua hiyo haijatoka kwa Tundu Lissu. Ameandika Hekima Mwasipu kwamba aliyewaambia kuwa ujumbe mpaka Lissu aandike ni nani? Lissu kaongea na mawakili wake. Ina maana mawakili wake ndio walioondoka na ujumbe huo na kuja kuuleta kwa umma, lakini pia kufikisha kwenye chama cha Chadema. Ujumbe ambao ulisomwa msibani na makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche mbele ya waziri mkuu ambaye pia alihudhuria msiba au mazishi ya muasisi wa chama cha Chadema Mzee Edwin Mtei. Miongoni mwa watu ambao wamelishangaa Jeshi la Magereza Tanzania ni Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula, lakini pia ex-meya wa Ubungo pamoja na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi. Ameandika pia mambo mazito kutokana na kanusho hilo kutoka Jeshi la Magereza Tanzania. Kwa kina zaidi tutapita kwa mmoja baada ya mwingine, tuangalie wamehoji kitu gani. Jeshi la Magereza kwa nini lina wasiwasi na ujumbe wa mwenyekiti wa chama cha Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu? Moja kwa moja tukianza na Mwamakula katika ujumbe wake ambao ameuchapisha pia kupitia mitandao yake mbalimbali ya kijamii. Katika posti yake, Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula ameposti barua ya magereza, lakini pia akiambatanisha barua ambayo alipewa na aliyekuwa mwenyekiti wa zamani wa chama cha Chadema kipindi ameshtakiwa kwa kesi ya ugaidi, Freeman Aikaeli Mbowe. Alipomtembelea, kuna barua ambayo aliandika kwa mkono wake na kutia saini, na barua hiyo ikaja kupostiwa kwa umma. Lakini pia barua hiyo ilitolewa kutoka gerezani na Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula. Baada ya kuposti barua hiyo, ameanza kuandika yafuatayo: barua ya Tundu Lissu kuhusu msiba wa Mtei imewatia kiwewe watawala? Ndugu wa Tanzania, kuna barua inayosambaa mitandaoni usiku huu ikiwa na sahihi ya msemaji wa Jeshi la Magereza. Maudhui ya barua hiyo ni kukataa ujumbe wa Tundu Lissu aliyoutuma kuhusu msiba wa Edwin Mtei. Hivi ni kweli msemaji wa Jeshi la Magereza anataka kuwaeleza Watanzania kuwa mfungwa au mahabusu hawezi kutoa waraka, dokezo, barua au waraka kutoka gerezani kwenda kwa ndugu zake? Wakati Mbowe yupo gerezani, alinipa dokezo lenye mwandiko wake na sahihi yake, niliweka mtandaoni, lilisambaa kama moto wa mwituni. Kwa nini gereza hilo halikukanusha? Lakini hapa nina kitabu kiitwacho The Story of Julius Nyerere, Africa Elders Statesman. Kitabu hiki kilichapishwa na Mkuki wa Nyota Publishers nchini Tanzania na Fountain Publishers Limited nchini Uganda mwaka 1993 na mwaka 1998. Katika kitabu hicho kuanzia ukurasa wa 224
hadi ukurasa wa 241. Katika kitabu hicho zimechapwa barua 8 ambazo zimeitwa prison letters au barua za gerezani. Hizo ni barua kutoka kwa Ali Muhammad Ali aliyekuwa mtuhumiwa wa mauaji aliyekuwa rais wa Zanzibar Abeid Amani Karume mwaka 1972. Barua hizo zikielekezwa kwa mke wake kwa ajili ya kuelezea maisha ya mahabusu ya Ukonga. Hivi msemaji wa jeshi la magereza hajasoma historia ya gereza la Ukonga kuwa mahabusu wanatorosha barua kwenda kwa ndugu zao? Ni kwa nini jeshi la magereza pia halikukanusha barua hizo hadi zikachapishwa kitabuni? Tukiachana na barua hiyo, Lissu ni mfungwa wa kisiasa. Historia na uzoefu wa dunia vinaeleza kuwa wafungwa wa kisiasa wana namna ya kutoa au kutorosha barua kwenda nje kwa wapendwa wao. Hata Yusufu alipokuwa katika gereza kuu la Misri chini ya dikteta Farao, alitorosha barua kutoka gerezani kwenda nje. Hivi magereza ilitarajia kuwa Tundu Lissu atageuka kuwa bubu, asitume hata waraka kwa ajili ya kuwafariji watu wake kufuatia kifo cha mzee Ntei ambaye ni mwasisi wa Chadema na pia mwenyekiti wao wa kwanza wa chama cha Chadema. Ni jambo la kusikitisha kuwa utawala umefikia hatua hata ya kuwafanya watendaji wa jeshi la magereza waache kufanya taaluma yao, badala yake waanze kuandika uongo. Hivi ni raia yupi ambaye ataacha kuamini kuwa ujumbe huo ni wa Lissu, akaanza kuwaamini maafisa wa jeshi la magereza wanaosema kuwa ujumbe huo sio wa Tundu Lissu, hivyo upuuzwe? Kama jeshi la magereza linao uhakika kuwa ujumbe huo sio wa Tundu Lissu, kwa nini lisimkamate makamu mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa John Heche ambaye alisema mbele waziri mkuu msibani kuwa anao waraka kutoka kwa Tundu Lissu, kwa kuwa ni mrefu atausambaza mitandaoni? Kwa ufupi, ujumbe huo umesambazwa na Mheshimiwa John Heche, na yeye alisema mbele ya waziri mkuu kuwa ulitoka kwa mwenyekiti wao aliye gerezani. Jeshi la magereza liache kufanya siasa ambazo zinaliaibisha jeshi. Na je, kama Tundu Lissu mwenyewe akitoka gerezani na kuichapa barua hiyo katika ukurasa wa kitabu ambacho pengine anakiandika, haitakuwa ni fedheha kwa jeshi la magereza? Ni vizuri watawala wakaelewa kuwa mfungwa wa kisiasa kutorosha barua kutoka gerezani ni jambo la kawaida duniani kote, lakini inafaa pia watambue kuwa Tundu Lissu anaweza kuwa rais ajaye. Hivyo anao watu wanaomuunga mkono hata katika vyombo vya dola, na hao humsaidia kutorosha hizo nyaraka. Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako? Mwanakondoo ameshinda, tumfuate. Ni Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula akiandika kwa uchache zaidi kile ambacho anakifahamu juu ya barua ambayo imetoka gerezani na ujumbe wa Tundu Lissu kufuatia kifo cha muasisi wa chama cha Chadema. Lakini jeshi la magereza wamekanusha kwamba barua hiyo haijatoka gerezani Ukonga. Moja kwa moja tupitie alichokiandika ex-meya wa Ubungo, alafu tumalizie kila alichokiandika rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi. Ex-meya wa Ubungo Boniface Jacobo ameposti pia barua ya magereza, yani jeshi la magereza Tanzania, na kuandika: mimi nimefanya kazi na Mheshimiwa Tundu Lissu kwa miaka zaidi ya 15 sasa. Kitu ambacho naweza kuwathibitishia jeshi la magereza ni kwamba: moja, ule ni ujumbe kutoka kwa Tundu Lissu; mbili, ule ni mwandiko wa Tundu Lissu; tatu, hata matamshi yaliyomo mle katika salamu zake za lambilambi pole kwa mzee Edwin Ntei ni ya Tundu Lissu; na nne, hata ukiwa unasoma ule ujumbe akilini unaona kabisa kama Lissu anaongea mbele yako. Je, umetokaje jela? Hata mimi sijui kwa kweli, au kuna Chadema huko kwenu? Nashauri fanyeni uchunguzi, ila kwanza askari wote wasimame kazi kupisha uchunguzi. Huyo ni ex-meya wa Ubungo Boniface Jacobo akiuliza kwamba anahoji kwamba je, huo ujumbe umetokaje jela? Hata mimi sijui kwa kweli, lakini au kuna Chadema huko kwenu? Anasema anashauri jeshi la magereza wafanye uchunguzi, ila kwanza askari wote wasimame kazi kupisha uchunguzi.
Kwa upande wake, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi kupitia mitandao yake mbalimbali ya kijamii ameposti pia barua hii kutoka jeshi la magereza na kuandika, kwa hiyo kwa akili za magereza wanaamini kabisa kwamba ujumbe wa Tundu Lissu unatakiwa kukanushwa. Ili iweje? Tatizo hamsomi alama za nyakati. Nishawahi kuambia Tundu Lissu ni law mania. Pia akiwa ndani anaendelea kuwa imara, akiwa nje anaendelea kuwa imara. Mmejaribu kumuua, Mungu akakataa. Anaendelea kuwa imara wakati haiba yenu inaporomoka hovyo mbele ya jamii. Kama ilivyokuwa kwa babu yao Farao, ndiyo roho ya vijukuu vyake imezidi kuwa ngumu na kaidi mbele za Mungu. Eti tunazungumzia maridhiano katikati ya dhuluma, katikati ya kudhulumu haki za watu na propaganda zisizojali uhai wa maelfu ya Watanganyika wahanga wa ukatili wa Oktoba 29. Mtaendelea hata kukanusha kwamba leo hajaenda chooni kujisaidia na haitasaidia chochote. Haki, ukweli na uwajibikaji vitaliponya taifa. Hiki ndicho alichokiandika rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi, lakini pia watu wengi hapa wametoa maoni yao. Tujaribu kupitia kuona Watanzania wana maoni gani, lakini pia wewe kama Mtanzania una nafasi ya kutochea maoni yako, lakini pia kama hujausoma au kusikiliza ujumbe kutoka kwa mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu kutoka gerezani Ukonga, hapo chini nimekusomea ujumbe huo kwa kina zaidi, mwanzo mwisho. Usikilize vizuri kabisa ujumbe wa Tundu Lissu kufuatia kifo cha muasisi wa chama cha Chadema. Huyu wa kwanza anaitwa Francis Shaban, anasema exactly, iwe ni ujumbe wa Lissu au ujumbe toka timu yake, wao magereza inawahusu nini? Ina maana Lissu hana uhuru wa kukutana na familia, marafiki au wanasheria wake? Wana uhakika kwa akili ya Tundu Lissu hawezi pitisha ujumbe kupitia walinzi wanaomlinda? Saddam aliweza, ashinde Tundu Lissu? Mwingine anasema kwamba wanajichanganya tu, bora wangekaa kimya. Lakini pia mwingine anasema kwamba wanadhihirisha shule zao ni za kutafuta allowance tu, uwezo wa kufikiri hili ni kanushe na hili niliache hawana tena. Mwingine akasema kwamba uzuri taarifa imeshasambaa, ni maji yaliyomwagika tayari hayazoleki. Lakini pia mwingine akasema kwamba kwa hiyo wewe unadhani jeshi la magereza hakuna wanasheria kama wewe? Unadhani hiyo barua haijashirikisha wanasheria kama wewe mpaka kutolewa kwa umma kama ujumbe wa TLS ulivyotoka kwa umma? Mwingine akasema kwamba magereza, mahakama, bunge, polisi, JWTZ, usalama, hivi vyote ni vyombo vya serikali kama ilivyoaminishwa kwa Watanzania, bali ni vyombo vinavyotetea maslahi ya Chama cha Mapinduzi, viongozi wake na kudeflect pale inapobidi. Vyombo hivi vyote havipo kwa maslahi ya taifa, bali ya wale waliowateua. Ni baadhi ya watu ambao wametoa maoni yao, lakini pia kama Mtanzania una nafasi ya kutuachia maoni yako, lakini pia endelea kutufuatilia hapa kwa taarifa mbalimbali.